السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baada kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ndugu yangu, na kukaribisha tena katika darasa nyingine ambayo ni darasa ya 9 ya kitabu chetu Al-Usul Thalathatu, misingi mitatu. Na leo insha Allah tunaenda kumaliza msingi wa pili, ambako msingi wa pili tuliangalia Uislamu na madaraja ya Uislamu. Tukasema daraja za Uislamu ziko 3. Kwa maana ya kwanza tukasema ni Uislamu, ya pili tukasema ni iman, na ya tatu tukasema ni nini? Al-ihsani. Kwa hivyo tukaangalia kila moja, lakini pia tukatazama dalili zake kutoka katika Qur'ani. Kwa hivyo leo tunaangalia dalili ya hizi daraja za Uislamu katika hadithi ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo bila kupoteza muda, inshallah katika kitabu chetu leo tunaanzia hapa inshallah. Lakini nakukumbusha, kama unaendelea kusoma katika chaneli hii na unapata faida, usisahau kusubscribe, usisahau kulike, usisahau kushare inshallah, kwa maendeleo siku hadi siku ya chaneli hii. Tuanze, tusema wadalilu minas sunna. Wadalilu minas sunna, na dalili katika sunna. Wadalilu, na dalili, minas sunna, katika sunna. Hadithun, hadithi. Jibrail, ya Jibril alayhi salam. Al-mashhuru, hadithi ambayo ni mashhur, kwa maana yenye kufahamika mno na watu. An Umar, kutoka kwa Umar. An, kutoka kwa Umar radhiallahu anhu, qala, amesema. Kwa hivyo wadalilu mina sunna, na dalili katika sunna. Hadithun, ni hadithi. Jibrail, ya Jibril alayhi salam. Al-mashhur, ambayo ni mashhur. An Umar, kutoka kwa Umar radhiallahu anhu, radhi za Allah ziyojaki, au Allah ameradhi. Qala, amesema. Bainama, wakati ambao. Bainama, wakati ambao. Nahnu, sisi. Julusun, tulipoketi au tulipokuwa tumekaa. Inda, mbele. Rasulillah, ya mtume wa Allah. Rasulillah, ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, rehma za Allah na amani ziwe juu yake. Kwa hivyo bainama, wakati ambao. Nahnu, sisi. Julusun, tulipokuwa tumeketi au tumekaa. Inda Rasulillah, mbele ya mtume wa Allah tabaraka wa taala sallallahu alayhi wasallam. Idh talaa, pindi ambako. Talaa, tulipotokewa sisi. Idh talaa, pindi alipotokea au alipotokea. Alaina, sisi. Idh talaa alaina, pindi tulipotokewa. Alaina, sisi. Rajulun, na mwanaume. Shadidu bayadhi thiyabi. Athiyabi maana yake ni mavazi. Thiyabi maana yake ni mavazi. Albayadhi, bayadhi maana yake ni rangi nyeupe, na shadidu kwa maana kierezi, inaelezea rangi nyeupe ilikuwaje. Kwa hivyo ilikuwa ni nyeupe mno. Kwa hivyo idh talaa, pindi tulipotokewa. Alaina, sisi. Rajulun, na mwanaume. Shadidu bayadhi thiyabi. Athiyabi ni mavazi, kwa maana ya mwanaume ambaye. Rajulun, mwanaume ambaye. Athiyabi, mavazi yake. Bayadhi, yalikuwa ni rangi nyeupe. Shadidun, sana au pepe. Shadidu sawadi sha'ri. Shadidu sawadi sha'ri. Sha'ri kwa maana ya nywele. Sha'ri maana yake ni nywele.
sawadi maana yake ni rangi nyeusi. Kwa hivyo shadidu inaelezea, kwa maana inavumisha hiyo rangi nyeusi ilikuwa mtindo gani. Kwa hivyo ilikuwa ni nyeusi mno. Kwa hivyo ambaye nywele zake sha'ri, nywele zake anasema sha'ri, nywele zake sawadi zilikuwa ni nyeusi, shadidu kwa maana ya mno, masifa. Kwa hivyo kwa ujumla tunasema bainama, wakati ambao, nahnu sisi, julusun tulipokuwa tumeketi au tulipokuwa tumekaa, inda rasulillah mbele ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, idh talaa pinde alipotokea, alaina juu yetu sisi au kwetu sisi, rajulun mwanaume au mtu ambaye shadidu bayadhi thiyabi mavazi yake yalikuwa ni meupe mno, shadidu sawadi sha'ri nywele zake zilikuwa ni nyeusi mno, la yura hazikuonekana, la yura haikuonekana au hazikuonekana, alaihi juu yake yeye, kwa maana ya huyo mtu, la yura hazikuonekana kwake yeye au hazikuonekana, alaihi juu yake, kwa maana huyo mtu, atharu safari, atharu kwa maana ya athari, atharu kwa maana ya athari, asafari ya nini, ya safari, kwa maana athari za safari aidha ni kuchoka, kama mtu alikuwa ametembea huenda amepatwa na vumbi na mambo mengine kadha wa kadha. Kwa hivyo la yura haikuonekana, alaihi juu yake, atharu safari athari za safari, wala na wala ya'rifuhu na wala hakufahamika yeye, ya'rifuhu hakufahamika yeye, wala ya'rifuhu na wala hakufahamika yeye, minna na miongoni mwetu sisi, ahadun na yeyote, hata mpaka jalasa alipoketi au alipokaa, ila nabii sallallahu alayhi wasallam, ila nabii kumwelekea nabii au kumwelekea mtu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fa asnada basi akaelekeza, rukbataihi magoti yake, ila rukbataihi kwa rukbataihi magoti ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo tusema fa asnada basi akaelekeza, rukbataihi magoti yake, ila rukbataihi kwa magoti ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wa wadaa na akaweka, kafaihi viganja vyake vya mikono, ala juu ya fakhdhaihi ya mapaja yake, Kwa hivyo wawadaa kafaihi, na akaweka vitanga vyake vya mikono, ala fakhdhaihi, juu ya nini, ya mapaja yake. Waqala, kisha akasema, ya Muhammad, ewe Muhammad, ya Muhammad, ewe Muhammad, akhbirni, ni khabarishe mimi, au nifahamishe mimi, anil islami, kuhusu Uislamu, anil islami, kuhusu Uislamu. Faqala, basi akasema, Rasulullah, mtume wa Allah tabaraka wa taala, al-islamu, Uislamu, al-islamu, Uislamu, al-islamu, Uislamu, an tashhada, ni kushuhudia, alla ilaha, kwamba hakuna Mungu, alla ilaha, kwamba hakuna Mungu anayepaswa kuabudiwa kwa haki. Ilaha maana yake ni Mungu. Alla ilaha, kwamba hakuna Mungu anayepaswa kuabudiwa kwa haki illa Allah, isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Wa anna Muhammadan, na kwa hakika bila ya shaka, wa anna, na kwa hakika, Muhammadan, ya Muhammad, Rasulullah, ni mtume wa Allah tabaraka wa taala.
watuqima sala na kusimamisha sala, watuqima sala na kusimamisha sala, watu'tiya zakata na kutoa zaka, watu'tiya zakata na kutoa zaka, watasuma na kufunga, watasuma na kufunga Ramadhan, watahuja na kuhiji, watahuja na kuhiji, albaita nyumba, albaita nyumba kwa maana ya ile Maka, kwa maana watahuja albaita na kuhiji nyumba, inistata'ata kwa mwenye kuweza, inistata'ata kwa mwenye kuweza, ilaihi sabila wa kufanya kuiendea. Kwa hivyo watahuja albaita na kuhiji nyumba, man istata'ata, inistata'ata ilaihi sabila kwa mwenye uweza, istata'ata kwa mwenye uweza, ilaihi wa hiyo nyumba, sabila wa kufanya wa kuiendea. Qala akasema yule mtu, qala akasema yule mtu, sadaqta umesema kweli, sadaqta umesema kweli. Fa'ajibna lahu alistajabisha sisi, fa'ajibna lahu basi alistajabisha sisi au alitushangaza sisi. Huyu ni Umar asema hivyo, fa'ajibna lahu alitushangaza sisi, yasaluhu anauliza yeye swali, wayusaddiquhu na anasadikisha mwenyewe. Qala akasema, fa akhbirni basni khabarisha mimi, fa akhbirni basni khabarisha mimi, anil imani kuhusu iman, anil imani kuhusu imani, kwa maana ni nini imani? Qala akasema, antu'mina ni kuamini, antu'mina ni kumwamini, antu'mina ni kumwamini billah, antu'mina billah ni kumwamini Allah, wa malaikatihi na malaika zake Allah tabaraka wa taala, wa kutubihi na vitabu vyake Allah tabaraka wa taala, wa rusulihi na mitume wake Allah tabaraka wa taala, wal yawmil akhir na siku ya mwisho, wal yawmil akhir na siku ya mwisho, watu'mina na kuamini, watu'mina na kuamini bil qadari na kuamini qadari kwa maana ya kipimo chake Allah tabaraka wa taala, au yale makadirio ya Allah tabaraka wa taala, khairi zake Allah tabaraka wa taala, wa sharrihi na shari zake Allah tabaraka wa taala, kwa maana na uamini qadari za Allah tabaraka wa taala, khairi na shari zote zatoka kwake Allah tabaraka wa taala. Qala akasema yule mtu, qala sadaqta umesema kweli. Qala kisha akasema, qala akasema, fa akhbirni basni khabarisha mimi, fa akhbirni basni khabarisha mimi au nifahamisha mimi, anil ihsani kuhusu al ihsani, ni nini ihsani? Qala akasema Rasulullah, an ta'budallah ni kwamba umwabudu Allah, an ta'budallah ni kwamba umwabudu Allah, kaannaka tarahu, kaannaka kana kwamba wewe, tarahu yuamuona Allah tabaraka taala, fa illam takun tarahu ikiwa humuoni Allah tabaraka taala, fa illam basi ikiwa wewe, takun tarahu humuoni Allah, tara kwa maana kuona, humuoni Allah, fa innahu basi kwa hakika yake Allah tabaraka taala, yaraka anakuona wewe. Qala akasema, fa akhbirni basni khabarisha mimi, ani saa kuhusu kiyama, ani saa kuhusu kiyama, fa akhbirni basni khabarisha mimi, ani saa kuhusu kiyama au juu ya saa ya kiyama. Qala akasema Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mal mas'ulu anha, mal mas'ulu muulizwaji, anha juu ya jambo hilo, bi'alami si mjuzi, bi'alami si mjuzi, minasail kushinda muulizaji. Mal mas'ulu anha muulizwaji, anha juu ya jambo hilo, bi'alami si mjuzi, minasail kushinda muulizaji. Qala akasema yule mtu, qala akasema, fa akhbirni basni khabarisha mimi, fa akhbirni basni khabarisha mimi au nifahamisha mimi, an amaratiha, an amaratiha kuhusu alama zake au ishara zake, an amaratiha kuhusu ishara zake au alama zake. Qala
akasema Rasulullah. Qala, akasema Rasulullah, antalida ni kwamba tazaa, antalida ni kwamba tazaa, al-amata mwanamke kijakazi, al-amatu mwanamke kijakazi, rabbataha bwana yake au bibi yake, wa antara na kwamba utaona, wa antara na kwamba utaona, al-hufata, al-hufata kwa maana ya watu wasio na viatu, wenda miguu tupu, maana yake hiyo al-hufata kwa maana watu wasio na viatu au wenda miguu tupu, al-urata wenda uchi, al-urata wenda uchi, al-alata mafukara, al-alata mafukara, riaa wani wakiwa ni wachungaji, riaa wachungaji, ashai wa mifugo. Ashai maana yake ni mifugo hapa, shai maana yake ni mbuzi au kondoo. Kwa hivyo riaa ashai wachungaji wa mifugo kwa maana mbuzi na kondoo, yatatawaluna wakishindana, yatatawaluna wakishindana, fil bunyani katika kujenga majengo ya kifahari, fil bunyani katika kujenga majengo ya kifahari au majengo marefu. Qala, basi akasema Umar, qala akasema Umar, famadha basi aliondoka Jibril alayhi salam, famadha basi akaenda zake au aliondoka, famadha aliondoka, falabithna basi tukatulia sisi, falabithna basi tukatulia sisi, falabithna basi tukatulia sisi au tukakaa sisi, malian kitambo kidogo, kwa muda kidogo tukifikiri. Faqala basi akasema Rasulullah, faqala basi akasema Rasulullah, ya Umar, ewe Umar, ya Umar, ewe Umar, atadri je unamjua, atadri je unamjua, mani saili alokuwa muulizaji, mani saili ni nani muulizaji, qultu nilisema Allah wa rasuluhu na mtume wake, a'lamu ndio wanaojua. Qala akasema Rasulullah, qala akasema Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hadha huyu Jibril, alikuwa ni Jibril alayhi salam, atakum amekuijeni ninyi, atakum amekuijeni ninyi, yuallimukum kukufundisheni ninyi, amra dinikum mambo, amra kwa maana ya mambo au masala, dinikum ya dini yenu. Hii hadithi katika Muslimun ni hadithi nambari 8. Kwa hivyo ndugu zangu, daraja za Uislamu, maratibu dinul Islam ni 3, ziko 3. Ya kwanza ni al-Islam, ni Uislamu. Ya pili ni al-Iman, iman, na ya tatu ni al-Ihsan. Kwa hivyo katika hiyo hadithi basi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam amejaribu kuzielezea au zimetajwa katika hadithi hiyo. Kwa hivyo katika darasa leo inshallah tutaishia hapo inshallah. Allah akiafikisha katika darasa ya 9 tutaanza al-aslu thalithu, msingi wa 3, maarifatu nabiyukum Muhammad sallallahu alayhi wasallam, maarifa au elimu ya kumjua Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Lakini nakukumbusha ndugu yangu, ikiwa kuna faida waipata ndani ya darasa hizi, ikiwa kuna faida unaipata katika darasa hizi, basi usisahau kusubscribe, usisahau kulike, usisahau kushare, usisahau kucomment, ili ndugu wengine pia katika kushare kwako waweze kupata faida za darasa hizi. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.